وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين ورحمته قريب من المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء يدبر الأمر كيف يشاء ويختبر عباده بما يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين إذا أصابتهم سراء شكروا وإذا أصابتهم ضراء صبروا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi ya kurejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufikiwa na siku hii ya leo, siku ambayo kwamba ni tukufu, siku ambayo kwamba ni bora katika siku za wiki. Tutakumbushana machache ambayo katika kufuata amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume fadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Na sisi tutatumia nafasi hiyo ya kukumbushana yaliyo mazuri na kuelekezana yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, ili tukae karibu na yale ambayo anayapenda na tuwe mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi. Mada yangu tutahimizana na kukumbushana katika kujua siri ya mwenye kutoa. Je, katika kutoa mna siri gani? Yaani tazungumzia kuhusu sadaka, kwamba sadaka unayotoa mna siri gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kutoa pana siri kwa yule anayetoa sadaka, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amebainisha ndani ya Qur'an, akasema wama tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia chochote mnaenda kukitoa kutokamana na kheri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu
kila jambo ambalo kwamba liko ni zuri alikosekani mitihani, na kila jambo ambalo kwamba ni baya basi alikosekani ndani yake kheri. Kila kheri inakuja na shari, na shari pia inakuja na kheri ndani yake. Sasa ni kitu gani ambacho kwamba sisi tunafaa kufanya wakati unapopata na kheri? Ni tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati tunapopata na shari, basi tuwe na wenye kusubiri na tuwe ni wenye kumshukuru pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Maneno ambayo kwamba tutazungumzia mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba katika dunia kwa sababu ya kutuonja, kutupa mtihani. Yubtala man yashau bil ghina, pia vile vile Mwenyezi Mungu humuonja mtu kwa kumpa utajiri, humuonja mtu kwa kumpa mali, humuonja mtu kwa kumpa afya, humuonja mtu kwa kumpa neema ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia mtu kama yule. Sasa neema ambayo kwamba tunaizungumzia leo, neema ya wasaa ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia, amekupa mali. Je, mali hayo mambo gani utaenda kuyafanyia? Je, mali kama hayo unaona mambo gani ambayo kwamba wewe unafaa kuyafanya na kujikinga na shari ambazo kwamba zipo ndani ya hayo mali yako? Alafu Mwenyezi Mungu tunaambiwa pia wayubtala man yashau bil faqr, pia vile vile Mwenyezi Mungu humuonja mtu kwa yule anayemtaka, kwa yule anayempenda Mwenyezi Mungu humuonja mtu kama huyo kwa ufukara, na pia kwa njia nyingine humuonja anayemtaka kwa utajiri, na humuonja anayemtaka kwa ufukara, fakir, maskini. Mwenyezi Mungu ni mitihani hii ametupea. Ikiwa umeonjwa kwa mali, basi yatumie mali yako vizuri. Ikiwa umeonjwa kwa wewe ni fukara, basi subiri katika huo fukara, Mwenyezi Mungu atakupa kheri. Alafu Mwenyezi Mungu asema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ambaye kwamba tunaambia Mwenyezi Mungu ambaye kwamba khalaqa al-mauta wal hayata, aliumba mauti na uhai. Mwenyezi Mungu akatungulia kuumba mauti kisha akaumba uhai. Liyabluwakum, hivi vitu viwili, kuumba mauti na uhai, ili kupata kutuonja sisi ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yenu aliye mzuri wa kufanya matendo mazuri? Ni nani kati yenu atakayetenda matendo mazuri? Sasa katika aya kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelekeza katika kufanya matendo mazuri. Ikiwa uko na wasaa ya mali, basi dumu katika kufanya matendo mazuri, kwa sababu katika hayo ambayo Mwenyezi Mungu amekupea, Mwenyezi Mungu anaenda kukuonja ni mambo gani wewe utakayopitia ndani ya hayo ambayo kwamba amekupea. Alafu
Sasa sisi ni mitihani, kheri ni mtihani, shari pia ni mtihani. Sasa tunafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati unapopatwa na shari, usubiri na umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati unapopatwa na kheri, usubiri na katika ile kheri ambayo Mwenyezi Mungu amekupea, basi uifanyie mambo mazuri. Akasema fitnatun wa ilaina turjaun. Katika shari hiyo mna fitna, na kuna katika kheri hiyo mna fitna. Wa ilaina turjaun, na kwetu sisi mtarudi, tutawarudisha kwetu sisi. Sasa sisi wanadamu tutaondoka katika dunia, tutaelekea mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sehemu ambapo tunaienda hatuijui iko vipi, lakini sehemu tuliyotoka nayo machache tuyajua, lakini yaliyotupitia ndani ya matumbo ya mama zetu hatuyajui. Ila ya hapa katika dunia machache tunayajua, si yote. Na tuendako hatujui kwamba uko vipi huko. Sasa katika kheri na shari ambazo kwa Mwenyezi Mungu ametupea, akasema Mwenyezi Mungu atatuonja katika shari na atatuonja katika kheri, munafiki na ndani yake. Sasa tunafaa ndani, ukipatwa na kheri na shari, basi tuwe na subira na tuwe tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ama mwanadamu atakapoonjwa, idha mabtalahu rabbuhu, wakati Mwenyezi Mungu anapomuonja akamneemesha mwanadamu kama huyo kwa neema, fa akramahu, yani akamkirimu yeye, yani akampa neema Mwenyezi Mungu huyo mwanadamu. Mwenyezi Mungu kama vile aya kwanza tulipoanza nayo akasema kumpa neema ama mali kwa anayemtaka, na pia humpa ufukara kwa anayemtaka. Katika mazungumzo ya kwanza tuliyozungumza. Sasa katika hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwamba ama mwanadamu atakaponeemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akampa kheri zote, akamjalia katika dunia yeye yuko sawa, basi mwanadamu kama huyo anapogundua yeye Mwenyezi Mungu amemneemesha, fa yaqulu rabbi akraman, usema Mwenyezi Mungu ameneemesha. Baada yeye ashukuru, arudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu, lakini huwa anasema Mwenyezi Mungu ameneemesha. Huyu ni mimi na wewe, na sisi wote tumeneemeshwa. Mwenyezi Mungu sisi wote ametupa neema, kwa sababu tuko na afya, tunapumua, hatulipi bili yote kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa sisi tumeneemeshwa, basi tumrudie Mwenyezi Mungu kwa kumregeshea shukrani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amempea mali mwanadamu, huyo mwanadamu husema kwamba Mwenyezi Mungu ameneemesha. Anajua kwamba Mwenyezi Mungu ameneemesha. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, na wakati Mwenyezi Mungu pia akammoja mwanadamu huyo alimpea mali, na baadaye akammoja pia kwa mitihani katika mali yale akampa mtihani, faqadara alayhi rizqahu, na akamkadiria riziki yake. Lakini riziki si kama ile mbeleni aliyoipata.
Sasa ikiwa wewe umepata mali ukatumia mali yako na ukakumbuka aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukazifanyia kazi, ukatoa mali yako kwa siri, basi ujue kwamba katika siri hiyo Mwenyezi Mungu yukhlifu, atakuwekea badali. Mwenyezi Mungu atakuneemesha katika njia zingine. Ukitoa kidogo, hicho kidogo mbele ya Mwenyezi Mungu ni kikubwa. Sasa ikiwa sisi tunadharau zile neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizotupatia, ikiwa hata kama ni kichache unaenda kukidharau, basi ujue kwamba wewe Mwenyezi Mungu anakupima, anakuangalia katika hiyo neema ambayo umepokea. Je, utamshukuru ama je utamkufuru Mwenyezi Mungu? Ila Mwenyezi Mungu sema kalla bal tukrimuna al-yatim, kalla bal tukrimuna al-yatim. Huko mwanadamu kutopata, huko mwanadamu Mwenyezi Mungu kumnyima, ni kutowakirimu mayatima, ni kutowadharau mayatima, ni kutokuwa karibu na mayatima, kwa sababu tunawadharau, wameondokewa na wazazi wao. Tunawadharau mayatima, hatuwapei, hatuwalishi, hatukae nao karibu, kwa sababu tumeenda kudharau amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, wala mchukulie muhimu kuwalisha maskini. Katika kulisha pia ni miongoni mwa kutoa kila ambacho Mwenyezi Mungu amekupea. Ukilisha, wanazuoni kasema, baadhi wakasema hakuna sadaka nzuri kama kulisha. Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima, kwamba hakuna kitu muhimu zaidi kama kulisha. Wewe ukitoa ukamlisha mtu pengine siku 2-3, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaingiza riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utakuwa umemsaidia mtu kama huyo. Alafu wataakuluna turatha akla lamma, mkawa sasa mnakula mali ya urithi, kuyala mali kama hayo, hamuwazingatii wala kwamba umeachiwa mali hayo, mkawa nyinyi mnaendelea mali kama hayo na kuyala. Sasa lengo hizi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukumbusha kwamba sisi kila kheri iko na shari, na ndani ya kheri mna shari, na ndani ya shari pia mna kheri. Kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupea, basi kitumie vizuri. Na ikiwa umeneemeshwa mara baadaye ukawa Mwenyezi Mungu amechukua neema yake, subiri, mna kheri ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea. Kwa sababu kila ambacho kwamba unakifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anakijua. Alama tuambia watuhibbuna al-mala hubban jamma, kwamba mwanadamu sisi tunapenda mali, kuyapenda, tumezidisha kiwango cha kupenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtazama mwanadamu, kitu cha kwanza anachokipenda ni mali. Mali ndio ambapo mwanadamu ameweka mbele, kwa sababu ndani ya hayo mali pia mna kheri, na ndani ya hayo mali kuna shari. Sasa ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumzia kwamba sisi tuwapenda mali sana zaidi ya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayotaka. Alafu akasema wallahu yuhibbul ghina shakir. Lengo kubwa Mwenyezi Mungu anapenda mtu tajiri
Mwenyezi Mungu ametupea, tunavitumia vizuri, basi Mwenyezi Mungu kuna badali ukatoa kwa siri katika kila ambacho Mwenyezi Mungu amekupea, basi Mungu anakupa badali kama aya tunayozungumza. Wa ila Allahi al-mustaqar, na mbele ya Mwenyezi Mungu ndio sehemu kwamba ndio kwa utulivu. Sisi katika dunia tumeambiwa ni ayama adulat, siku chache za kuishi. Siku ambazo kwamba tutaishi hapa si sawa na zile siku ambazo kwamba tutaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbele ya Mwenyezi Mungu ndio tunaambiwa ndio siku ambazo kwamba zenye kudumu, mustakar, zenye kuendelea milele na milele. Ikiwa sasa sisi tutatumia bila kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uharibifu, hatutumii bila kwamba Mwenyezi Mungu anataka, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatatupenda sisi, kwa sababu tutakuwa tunafanya israfu. Alafu Mwenyezi Mungu kama vile alivyotuambia akasema, anna ila rabbikal muntaha, twende mbio wapi, tukimbilie wapi, lakini mwisho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ukiwa uko nani, uko na nguvu kiasi gani, Mwenyezi Mungu amekuneemesha kiasi gani, na ikiwa katika hizo neema kuzitumia kisawasawa, basi ukaenda mbio kiasi gani, mwisho utaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupige mfano wale ambao wametangulia mbele za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawadidimiza ndani ya ardhi, kina Haman. Mwenyezi Mungu kina Harun, Mungu akawapea mali, lakini mali yale wakawa wenye kujigamba kupitia yale mali, kujisifu, wakaacha kufanya yale Mwenyezi Mungu anataka, akafuata matamanio ya nafsi zake. Nafsi yake ikampeleka vibaya, ikawa Mwenyezi Mungu mwenye kumdidimiza. Sasa kila ambacho kwamba unaenda kukutoa, ikiwa ni kichache ama kidogo, Mungu kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kikubwa, na kile kichache ambacho kwamba umekitoa, basi kinaenda kukuombea wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, mjalie mtu kama huyu hichi ambacho kwamba amekitoa, basi ni kikubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unaweza toa sahihi kama shilingi moja mfano, ukaenda ukaipata hiyo shilingi moja mbele ya Mwenyezi Mungu, ni kama mlima, kwa sababu Mwenyezi Mungu anao uwezo ya kuongeza ile shilingi moja ajira kubwa, thamani yake ikazidi kila ambacho kwamba umekitoa. Sasa ikiwa tutatoa kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupea kwa vile kwamba wewe Mwenyezi Mungu anataka ufanye na ukafanya, basi ujue kwamba utaenda kufaulu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara, kwa Mwenyezi Mungu yeye ndiye amejalia usiku na mchana khilfatan, kwamba ule usiku unapoingia mchana unatoka, usiku unaingia. Sasa ile kugeuka ni badali kule kugeuka liman arada an yadhakkara. Hayo ni kwa ajili ya yule ambaye kwamba anataka kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au arada shukura, au kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yule ambaye kwamba akona akili, akona fahamu ndani
ya kufikiria usiku na mchana unapogeuzana, unapobadilishiana, basi mwanadamu akawa ni mwenye kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambayo kwa Mwenyezi Mungu amejalia katika kugeuzana usiku na mchana. Hiyo alama hizo mbili ni kwa ajili ya kutaka kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni wachache ambao kwamba hizi neema mbili wanazitambua, kuingia usiku na kutoka usiku na kuingia mchana. Ni wachache sana ambao kwamba hizi neema ni wanazitambua, neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema fa'ala man ataahu Allah wa aghnahu an yaqtanima ghinahu, kwamba kwa yule ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaenda kumpea neema, akaenda kaitumia ile neema ya Mwenyezi Mungu sawa sawa, basi neema yenyewe, neema ya utajiri, Mungu akamfanya tajiri, akamfanya akona, hata kama si tajiri lakini anajisaidia katika maisha. Sasa ayaqtanima ghinahu, ile neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempea, basi awe na aichukulie muhimu, aichukulie zawadi katika ile neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Afanye bidii katika hiyo neema ya utajiri wake, achukue zawadi, atoe mali yake kwa uchache. Na siku zote watu wameghafilika, wanasema kutoa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani pekee yake. Wameghafilika, mwezi wa Ramadhani wafanya bidii, watu wanatoa, wanafanya nini, lakini hiyo ni neema ambayo kwamba ni istikrar, inajirudia kila wakati wewe unafaa kufanya hivyo. Na katika sehemu hizo mbili Mwenyezi Mungu kuna sadaka, kuna zaka. Azakatu huwa alwajiba, kwamba zaka ni wajibu kwa kila mwanadamu ambaye kwamba Mungu amempa wasaa, basi afanye zaka. Lakini as-sadaqat inaingia ni nafi, ni sunna kwa kila ambaye mwanadamu. Ukiwa unacho usaidie Mola, ikiwa hauna, Mungu la yukallifu Allahu nafsan, kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kukalifisha wewe. Lakini sasa sisi tunaizungumzia hii ya sunna, kila ambacho kwamba wewe unaenda kukitoa, basi Mungu anakifanya kikubwa na Mungu anakuwekea badali. Na chochote ambacho kwamba wewe utakitoa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo anajua namna kwamba malipo yake ni kiasi gani atakulipa wewe. Alafu akasema ayaqtanima ghinahu qabla faqri, mtu autumie ule utajiri wake kabla ufukara uje mpata. Yani Mungu akakupa mali, tumia mali yako kabla ufukara uje kufikia. Jenga vitu ambavyo vitakusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu. Weka vitu ambavyo vitakuinua daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Na sadaka ndio inamuinua mtu daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu yakutanimu hayatu kabla mauti, pia atumie ule utajiri ambao Mwenyezi Mungu ampea katika maisha yake, uhai wake, kabla mauti hajamfikia. Tumia hali ambapo neema ambapo Mwenyezi Mungu amekupa kabla mauti hajakufikia. Kama ni uhai, uko na nguvu, basi Mungu amekupa neema ya wasaa, amekukunjulia, basi wewe tumia hiyo neema kukimbilia kufanya kabla mauti hajakufikia. Alama akasema pia wayaktani musihata kabla marudhihi, atumie afya yake wakati ako na neema. Mungu amempa neema yeye ya mali, basi aitumie wakati yuko na nguvu, yuko na afya,
kabla maradhi hayajamfikia, kwa sababu maradhi yakufikia, ile neema yote itaisha kwa magonjwa. Neema itaisha kwa magonjwa. Wangapi Mungu amewapa ugonjwa, neema kwamba amewapa ikawa ndio sababu ya ile ugonjwa ndio kumaliza neema yake. Wengi wakabaki wao ndio wanasaidiwa na watu ambao walikuwa akiwatoroka, wanasaidiwa, wanachangisha ndio asaidike. Sasa wakati wewe una afya, ni mzima, Mungu amekupa neema, tumia ule uzima kabla maradhi haja kufikia, na neema yako pia usisahau, ili ikusaidie mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile neema kama vile Mwenyezi Mungu atuambia, thumma la tusaluna yawmaidhin 'anil na'im. Kila mtu ataulizwa neema alizopewa na Mwenyezi Mungu. Kama umepewa kwa mali, basi ujue mali hayo utaulizwa vizuri, umesaidiaje ndugu zako wa karibu, na wale wanaomba umewasaidiaje, na wale maskini umewasaidiaje. Mtu anaacha ndugu zake karibu, anasaidia rafiki yake. Makosa lisaili wal mahrum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lisaili wal mahrum. Ukipewa neema ya mali, basi Mungu anakupa mali haya kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya wale wanaomba, wale maskini. Lakini sasa wewe ukiwa umeacha ndugu yako hapa, unampea rafiki yako, mlisoma pamoja huko, na huyo hapa analala njaa. Makosa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anazungumzia sana